Hoja ya kwanza ambayo nataka tuijadili na tuipigie kura ni kwamba kumekuwa chaguzi hapa Tanzania karibuni za ovyo sana. 2019 walihujumu uchaguzi kabisa, si ndio? 2020 wakahujumu uchaguzi kabisa, si ndio? Baada ya uchaguzi wa 2020 Magufuli alipotwaliwa na Mwenyezi Mungu, rais alipoingia mwaka 2022 mwezi Mei, alituita Ikulu hapo Chamwino, tukafika. Mimi nilikuwepo, Mheshimiwa Heche alikuwepo, wakati huo mwenyekiti alikuwa Freeman Mbowe. Tukamweleza matatizo yaliyotokea 2019, 2020, matatizo ya miaka ya utumishi wa Rais Magufuli. Rais akakiri mbele yetu kwamba chaguzi za 2019, 2020 zilikuwa za ovyo sana, lakini akasingizia hayo ni ya Magufuli. Akatuuliza mnataka nini? Tukamweleza hoja 11, lakini hoja 2 tazisema hapa kwa ufupi sana. Moja, tukamwambia kuinusuru nchi yetu na matatizo makubwa ya muda mrefu katika taifa, tunahitaji tuendeleze na tukamilishe mchakato wa katiba mpya. Tukamkumbusha mchakato ulikwamia kwenye rasimu ya Arioba. Wakati mchakato unakwama, tukamwambia wewe ndio ulikuwa makamu mwenyekiti wa bunge maalumu ya katiba, Sita akiwa mwenyekiti wa bunge, tulikuwa naye 2014 hapo bungeni. Akatueleza tufanyeje kuamua mchakato. Tukamweleza vyombo vyote vya kuunda sheria za kubadilisha ratiba ili kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024 Tanzania ipate katiba mpya. Lakini tukamwambia wakati mchakato wa katiba mpya ukiendelea, inawezekana wewe na serikali yako mkakwamisha mchakato wa mabadiliko ya katiba ukachelewa, ili kuhakikisha chaguzi za 2024 na 2025 zinakuwa huru za haki, tufanye marekebisho ya katiba kwenye maeneo yanayohusu uchaguzi. Akatusikiliza, tukamweleza, na hatimaye baadaye akasema basi tuunde timu za mazungumzo. Ikaundwa timu ya watu 5 ya CCM na serikali ikiongozwa na Kinana, ikaundwa timu ya watu 5 upande wetu. Timu ya watu 5, mimi nilikuwepo, Mheshimiwa Heche naye alikuwepo. Tukaingia kwenye mazungumzo. Tukaeleza ibara zote za kurekebisha, sio 74(1) mamlaka ya rais kuteua tume, 74(10) juu ya tume kulazimika kutumia watumishi wa umma, 74(12) kinga ya tume dhidi kushtakiwa, 41(7) ya katiba matokeo ya rais kutokujua mahakamani. Tukaeleza vipengele kwa vipengele. Baada ya mwaka mmoja wa mazungumzo, mwezi Mei mwaka 2023 wakatujibu kwa maneno na kwa maandishi kwamba haya yote haya ya katiba mpya, ya tume huru ya uchaguzi, ya marekebisho ya katiba eti yasubiri kwanza mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 yafanyike 2026. Sasa niulize bunge la wananchi la mtekelezo, mnakubaliana na hilo? Mnakubaliana na hilo? Wangapi mnasema hawakuwa sawa sawa vile kule juu? Shukrani. Sasa na sisi tukasema hawako sawa, tukajiondoa kwenye mazungumzo ya maridhiano. Wakaleta hapa bungeni miswada 3 ya sheria. Mimi nikatumwa na chama kutoa maoni kama katibu mkuu. Nimefika mbele ya kamati ya bunge. Ndio nasema tuna bunge la ovyo sana. Unafika hata kuzungumza tu kwamba ili tuwe na uchaguzi huru na haki turekebishe katiba, wanazima mic, wanakuzuia kuzungumza. Tukasema hapo upuuzi huu, hebu turudi kwa wananchi na no reforms no election, kwa sababu sasa tunataka uchaguzi wa haki. Sasa ni wahoji bunge hili la wananchi hapa Mtekelezo Dodoma mjini. Wangapi mnakubaliana msimamo wa no reform no election vidole viju? Sasa kule bunge wanapiga kura ndio na sio, si ndio? Sasa na sisi tupige kura ya sauti. Lakini kura yetu tunasema, nikisema no reforms tunasema no election, ili sauti ya watu isikike, na sauti ya watu ni sauti ya Mungu. No reforms! Wapiga picha no reforms! Sauti za wananchi no reforms!